Sterling, hata ukiangalia kwenye movie, Sterling huwa hawafi. Amen. Na wewe ni Sterling wa maisha yako. Amen. Huwezi kufa kabla kutimiza kusudi. Amen. Haleluya. Sema sitakufa mpaka nitimize kusudi. Mpaka nitimize kusudi. Katika jina la Yesu. Amen. Yeremia 33 mstari wa 6. Tazama nitauletea afya na kupona, nami nitawaponya, nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli. Nitawaletea afya na kupona. Kwa kumbe Mungu anataka tuishi katika afya njema, na hiyo ndio sababu anatuponya, na hiyo ndio sababu Yesu akasema, unabii wa Isaya kuhusiana na Yesu anasema, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya. Sio kwamba unahitaji ulishapona. Amen. Yani hata kama una ugonjwa, yani uambie mimi nilishapona. Yani umekosea njia, mimi nilishapona. Amen. Nilipona siku hizo nyingi sana. Amen. Yake 2000 iliyopita nilishapona. Yani sio kama natafuta kupona leo. Hata kama kuna ugonjwa unao hapo, nataka nikwambie hautafuti kupona leo. Tulio katika Kristo tulishapona. Mwambie shetani umekosea njia. Hapa sio mahali pa ugonjwa. Mimi nilipona siku nyingi. Amen. Waendee wale wasiojua, wapelekee ugonjwa wasiojua, ila mimi najua nilishapona. Sitafuti kupona leo. Haleluya. Amen. Sema sitafuti kupona leo. Sitafuti kupona leo. Nilishapona. Miaka 2000 iliyopita. Haleluya, haleluya. Amen. Imekwisha kuwa katika jina la Yesu. Na kwa sababu ya neno hili, narudia tena kusema, kama kuhani, ulishapona katika jina la Yesu. Nasema ulishapona katika jina la Yesu. Amen. Na utaona kwa macho yako. Amen. Haleluya. Amen. Narudia tena, utaona kwa macho yako, kwa sababu hautaondoka na ugonjwa tena mahali hapa. Amen. Nasema hautaondoka na ugonjwa tena mahali hapa. Amen. Sioni kama unapokea unabii. Hautaondoka na ugonjwa tena mahali hapa. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Hapo umejibu sawa sawa. Tuendelee. Leo nataka nikufundishe tu hatua za kupokea uponyaji wa kiungu. Napokeaje uponyaji wa kiungu? Tumekuwa tunaombea watu mahali hapa wanapona papo kwa papo, lakini nataka nikupe tu kanuni. Nataka nikupe kanuni za kupokea uponyaji wa kiungu. Mambo uponyaji ni mambo ambayo tumekuwa tunafanya sana kwenye madhabahu, sana. Yesu amekuwa akijidirisha sana kupitia uponyaji kwenye madhabahu. Lakini nataka nikupe tu kanuni za kupokea uponyaji wa kiungu ili uwe unaelewa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Namba 1 tunasema kanuni ya msingi kabisa ya kupokea uponyaji wa kiungu ni wokovu. Wokovu ni kanuni ya msingi ya kupokelea uponyaji wa kiungu. Kwa kama hujaokoka, ni muhimu ukaokoka, kwa sababu ni kanuni muhimu kukuwezesha kutembea ama kupokea uponyaji wa kiungu. Kutoka 15:26 anasema, sitatia maradhi yale niliyotia wa Misri kwenu. Kwa nini? Kwa sababu Israeli ni wanaye amewachagua katikati ya wengi, katikati ya mataifa mengi amechagua Israeli. Na anasema kwa sababu nimekuchagua wewe, magonjwa niliyotia Misri nyinyi sitatia kwenu. Haleluya. Maana yake ukishaokoka unafanyika kwa mwana wa kiagano, na ugonjwa hauruhusiwi. Haleluya. Ugonjwa hauruhusiwi kwa wana wa kiagano. Kwa kumbe kuna magonjwa mengine yanahitaji tu uokoke basi na magonjwa yanaondoka. Kuna magonjwa mengine, narudia, yanahitaji tu wewe kuokoka, na baada ya kuokoka utaona magonjwa yanaondoka hata bila kuombewa. Ni kanuni ya kupokelea. Ndio maana Zaburi 103 mstari wa 3 anasema, atusamee maovu yetu, atuponya maradhi yetu yote. Kwamba kumbe akishatusamehe ni msingi wa kupokea uponyaji pia. Soma hapo Zaburi 103 mstari wa 3. Akusamee maovu yako yote. Akusamee maovu yako yote. Akuponya magonjwa yako yote. Akuponya magonjwa yako yote. Kumbe akishakusamee dhambi, ukishaupokea wokovu, ni msingi wa wewe kutembea kwenye afya njema. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna magonjwa mengine yatakimbia tu ukitangaza Yesu ni Bwana. Kikubali Yesu akutawale, kuna magonjwa mengine tu ataondoka. Amen. Haleluya. Amen. Marko sura 7 mstari wa 25 mpaka 29. 7:25 mpaka 29. 29 Biblia inasema, ile mara
ila mara mwanamke ambaye binti yake yupo pepo mchafu, yuna pepo mchafu alisikia habari zake, akaja akamwangukia miguuni pake. Na yule mwanamke ni Myunani, kabila yake ni Msiforonoike, akamwomba amtoe pepo katika binti yake. Akamwambia waache watoto washibe kwanza, maana si vizuri kuikitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Naye akajibu akamwambia, naam Bwana, lakini hata mbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto. Akamwambia, kwa sababu ya neno hilo, enenda zako, pepo amemtoka binti yako. Utaona ya kwamba mwanamke huyu alikuwa sio Mwisraeli. Alikuja kwa Yesu akasema, binti yangu ana pepo. Yesu akamwambia, sikia, siwezi kuruhusu watu walio nje ya ufalme wale chakula cha watoto. Watoto na kina nani? Ni wale wana wa Israeli, wana wa kiagano. Nasema huu uponyaji ni kwa ajili ya wana wa kiagano. Wewe unakujaje kudai uponyaji wakati uko nje? Yule mwanamke akaonesha imani, akasema hata mbwa wanakula makombo yanayotoka mezani. Ndio Yesu akamwambia, basi kwa imani hiyo binti yako amepona. Haleluya! Kwa kumbe uponyaji ni kwa ajili ya wana wa kiagano. Unahitaji wokovu. Ukipata wokovu ni msingi wa wewe kutembea kwenye afya ya kiungu. Haleluya! Amen. Ukisoma pia kitabu kile cha Marko sura ya 2 mstari 5 mpaka 11 utaona habari za mtu mmoja ambaye alikuwa amepoza, naye akaja kwa Yesu, anataka uponyaji. Utaona ya kwamba Yesu akasema, umesamehewa dhambi zako. Ilikuwa siku ya Sabato. Akamwambia, umesamehewa dhambi zako. Mafarisayo akapiga kelele, wasema huyu anaponyaje siku ya Sabato? Alafu anawezaje kusema kwamba yeye anasamehe dhambi? Yeye ni nani? Yesu akamwambia, vyepesi ni vipi kusema umesamehewa dhambi ama kusema umepona? Vyepesi ni vipi? Kumbe Mungu anapokusamehe tu dhambi na magonjwa yanaondoka. Kwa hiyo utaona kwamba baadaye Yesu akasema, basi umepona, kwa sababu walikuwa hawaamini. Lakini ile tu kusema umesamehewa dhambi, badala ya kumwambia umepona, akamwambia tu umesamehewa, imeisha. Marko sura 5 ni sura ya 5. Yes, Marko sura ya 2 sorry, 5 mpaka 11. Yes. Na Yesu alipoiona imani yao, yes, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na baadhi ya waandishi waliokuweko huko wameketi wakifikiria mioyoni mwao, mbona huyu asema hivi? Anakufuru. Ni naye awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu. Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza, umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka, ujitwike godoro lako? Yesu anawauliza vyepesi ni vipi kusema tu umesamehewa dhambi ili na ugonjwa uondoke, au mnataka tu mpaka niseme ugonjwa uondoke? Kwa Yesu anataka kusema nikisha kusamehe dhambi na ugonjwa umeondoka. Ndio maana kwenye Zaburi 103 mstari wa 3 tumesoma mahali pale akisema kwamba atusamehe maovu yetu yote na atuponya maradhi yetu yote. Akisha tusamehe ametuponya pia na magonjwa. Amen. Kwa hiyo tunaona kwamba kwa sababu tu ya kutokuamini kwao, ikabidi Yesu amwambie basi jitwike godoro wako uende, kwa sababu kutokuamini kwao. Lakini ile kusema tu umesamehewa ilikuwa imeisha. Kwa sababu kutokuamini kwao akamwambia jitwike godoro wako uende. Ni ile habari ambayo jamaa walitoboa dari. Watu walikuwa wengi, hakuna nafasi ya kupita. Wakaja ndugu fulani wamembeba mtu, wakatoboa dari. Yesu alipoona imani yao akamwambia, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Wakabisha, akasema vyepesi vipi? Niseme tu amesamehewa au niseme chukua godoro lako uende? Basi mwisho akamwambia, basi chukua godoro lako, lakini akikusamehe amekuponya pia. Amen. Haleluya. Amen. Kwa kumbe wokovu ni msingi wa kutembea kwenye afya ya kiungu. Namba 2, kanuni za kupokea uponyaji wa kiungu: kuwa na shauku.